cha kujipumzisha, maana nimetoka kwenye operation. Kuletoa mtoto kweli, alimleta mtoto wangu mara ya kwanza, ila kuangalia vitenge sio vya kwangu. Nikamwambia mamangu, mbona hivi vitenge sio vya kwangu, na mtoto kafunikwa vitenge ambacho sio vyangu. Daktari akaja akamchukua ile mtoto, nikategemea kwamba ataenda kuchukua vitenge vyangu kumfunika, ila amerudi. Naambiwa kwamba mtoto wako yupo kwenye chumba cha joto. Nikajiuliza mbona yupo kwenye chumba cha joto, hajanipa majibu, akawa anaendelea na kazi zao. Wizara ya Afya imetoa ufafanuzi kuhusu taarifa iliyosambaa kwenye mitandao ya kijamii ya mkazi wa daraja 2 mkoani Arusha Bi Neema Kilugala aliyejifungua kwa njia ya upasuaji katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mount Meru Arusha mnamo tarehe 24 Machi mwaka 2025. Neema anadai kuwa baada ya kujifungua alionyeshwa mtoto wake na muuguzi akiwa ni mzima. Hata hivyo aligundua kuwa amebadilishiwa mtoto wake baada ya kutolewa mtoto akiwa amefungwa na vitenge ambavyo si vya kwake. Muuguzi katika hospitali hiyo alidai kuwa alichanganya vitenge vya mtoto mwingine, hivyo akaahidi kwenda kuvibadilisha. Pamoja na kuchukua hatua hiyo, bado kulikuwa na hali ya sintofahamu. Kufuatia hali hiyo, Wizara ya Afya kwa kushirikiana na Katibu Tawala mkoa wa Arusha pamoja na Jeshi la Polisi imechukua hatua zifuatazo. Kwanza, kuchukua sampuli za wazazi waliojifungua kipindi hicho pamoja na za watoto kwa ajili ya uchunguzi wa vinasaba katika ofisi ya mkemia mkuu wa serikali. Pili, kumsimamisha kazi muuguzi aliyemhudumia ili kupisha uchunguzi. Baada ya uchunguzi kukamilika, taarifa rasmi zitatolewa na hatua stahiki zitachukuliwa. Hii ni taarifa kutoka Wizara ya Afya nchini Tanzania. Hata hivyo, Bi Neema huyu hapa akiwa anaelezea sekeseke hilo namna lilivyokuwa. Kwa jina naitwa Neema Adam Kilugala. Ilikuwa ni siku ya Alhamisi, nilikuwa nasikia kizunguzungu. Mama akaniwaisha hospitali ya Mount Meru pale. Nilipoenda Mount Meru, nikaenda kuangaliwa na madaktari. Waliponiangalia nikaenda kupigwa ultrasound, ikaonekana mimba yangu ina siku 39, kwa hivyo natakiwa kufanywa upasuaji. Daktari akaniandikia kwamba nitafanywa siku ya tarehe 21 upasuaji, nitaingia kwenye operation. Tulipoenda kule labor ward ambapo ndo nilifikishwa na wale daktari mmoja kwa jina sifahamu, akawaambia wale wa pale wodini kwamba huyu anatakiwa kuingia kwenye operation kesho. Wale wakasema kwamba hayupo kwenye listi, kwa hiyo wakimalizika wale wengine, kama itatokea nafasi nyingine ya kuingiza mtu mwingine ataniingiza. Watu wakamalizika hiyo siku ya Ijumaa. Walipomalizika, mimi ndo nikaambiwa kwamba mwambie mama kwamba alete vifaa, bila vifaa sitaweza kufanywa operation. Ndipo mama nikampigia simu nikampa taarifa hizo. Mama akasema sawa, ngoja niangalie, nitakuja hapo. Mama akaja pale, ndo vitu vya operation vikaletwa. Vilivyoletwa, nikavalishwa kila kitu hadi nikapelekwa kule theater. Nikachoma na zile sindano za magnesium, kila kitu nilishachoma, nikapelekwa kule theater hiyo siku ya Ijumaa, ila sikufanywa Ijumaa kwa sababu alisema kulitokea emergency. Na mimi nilikuwa na maumivu sana, nikarudishwa kule labor nikakaa siku ya Jumamosi. Wakaniambia tena Jumamosi asubuhi tutakufanyia operation asubuhi sana. Ila hiyo siku ya Jumamosi pia haikufanikiwa. Basi na mimi nikasubiria, maana amesema listi yako ipo Jumatatu tena. Jumatatu asubuhi imefika. Wakaja wakaniandaa vizuri, ila imefika muda natakiwa niende kwa operation. Akaja akaniambia eti kuna tatizo imetokea, kuna mtu mwenye pressure sijui mwenye nini anatakiwa aende haraka kwenye nani, kwa hiyo ni emergency. Nikaa najiuliza mimi mwenyewe, kwani mimi sio emergency? Siku zote hizo nimekaa na kanywa kwenye mkono na ile nani ya mkojo inaniumiza sana. Nikakaa pale mwenyewe na nungunika na nalia, sina la kufanya maana wenyewe ndo madaktari, sina la kuwafanya. Nikasubiria hadi saa ya kwenda kwenye operation.
hiyo saa kwenda kwenye operation nikapelekwa. Nilivyopelekwa nikajifungua mtoto wangu wa kike. Daktari akanionyesha kabisa mtoto wangu wa kike. Sijaambiwa mtoto ana shida yoyote. Mtoto akaenda kupima kilo akakuta na kilo 3.1. Alipopelekwa huko kupima kilo akakuta na kilo 3.1. Mtoto akaenda akachukuliwa, maana mimi nilikuwa naendelea kufanya operation nikatolewa. Sasa nimepelekwa kule na chumba cha kujipumzisha, maana nimetoka kwenye operation. Kuletoa mtoto kule, alimleta mtoto wangu mara ya kwanza ile kuangalia vitenge sio vya kwangu. Nikamwambia mamangu, mbona hivi vitenge sio vya kwangu? Na mtoto kafunikwa vitenge ambazo sio vyangu. Daktari akaja akamchukua ile mtoto. Nikategemea kwamba ataenda kuchukua vitenge vyangu kumfunika, ila amerudi. Naambiwa kwamba mtoto wako yupo kwenye chumba cha joto. Nikajiuliza mbona yupo kwenye chumba cha joto, hajanipa majibu, akawa anaendelea na kazi zao. Nimezungusha sasa na uchungu nipo odini, nasema mbona mesilete mtoto wangu na kwenye odi nzima watoto wanao. Nikamwambia daktari mimi namtaka mtoto wangu, akasema hapo kwenye chumba cha joto. Nikasema hivi mtoto wangu kwani alikuwa anamwona nini wakati sijaambiwa kule sieta anapofanya operation na mtoto wangu ni mzima kabisa na nililetea hapa. Asubuhi nikaamka nikaenda kule kwenye chumba cha operation kumwangalia yule mtoto, ni anaumwa mno, anahema sana. Nikamwangalia sura za mtoto wangu. Ilipofika asubuhi nyingine ambayo ni jana, akafa yule mtoto ambao alisingizwa kwamba ni mtoto wangu. Yule mtoto alipokufa asubuhi akanifuata asubuhi. Mimi nilikuwa nimelala, maana sijisikii vizuri na matatizo ya mgongo. Akaja kuniambia, "Embu dada, tenda ukamnyonyeshe mtoto." Nikamwambia hivi, "Nikamnyonyeshe mtoto gani?" Akasema, "Yule mtoto uliokuwa unaenda kumwona kule chini." Nikasema hivi, ngoja kwanza niende nikamwangalia, labda yupo kwenye hali mbaya kwa hali ya binadamu, kwa sababu mwenyewe ni mama, ngoja nikamwangalie tu yule mtoto." Nikaenda wakanikalisha chini, wananiambia mtoto kafa. Sasa mtoto kafa anakuja kuniambia mimi wakati yule sio mtoto wangu. Nikarudi kule odini, nikamwambia mama wangu akasema, "Wanakuambiaje hiyo historia wakati mtoto yenyewe sio wa kwako?" Na kipindi kabla sijaenda huko odini, kuna mapolisi walikuja pale kutuchukua DNA wote 3. Hao mapolisi wakasema kwamba wanapeleka kupima, maana hamna mtu atapoteza damu yake. Kwa hiyo tunaenda kuwapima DNA, tukarudisha majibu ndani ya siku 2-3. Sasa sijajua kama yamepelekwa kweli au la. Jana wakati nakaribia kutoka hospitali nikawaambiaje, kwa nini na hao wengine wasiwaache hao watoto hapo, maana hamna mtu anayejua mama ndo yupi. Ila sikusikilizwa. Kwa hiyo mimi naomba tu nirudishwe mtoto wangu. Mtoto wangu yupo na mtu huko, naomba tu nirudishwe mimi mtoto wangu jamani. Nisaidie tu nirudishwe mimi mtoto wangu. Naomba tu nirudishwe, nisaidie nirudishwe mtoto wangu, na mtoto wangu yupo amepewa mwanamke mwingine na nilikuwa naye pale hospitali. Ila hawataki kunisaidia, wale madaktari wa pale hospitali wanakuwa wanaendelea na mambo yao, hawasikilizi wagonjwa wao pale, ni wanaendelea tu na mambo yao. Mimi naomba nisaidiwe katika hilo, nirudishwe mtoto wangu.